Kwanza tu niseme kwamba kama kiongozi wa mkoa na kama mwakilishi wa shughuli zote za serikali kwenye mkoa wa Geita, tumepokea msiba huu wa mama yetu Susan Mussa Magufuli kwa masikitiko na majonzi makubwa, kwa sababu mama ni mama, na mama siku zote kwa kweli lazima uendelee kumkumbuka kwa kila jambo alilokuwa analifanya, na sisi wana Geita tunamkumbuka kwa mambo makubwa, na kubwa zaidi kwa taifa letu tunamkumbuka kwa kuwa miongoni mwa kina mama waliozaa vijana ambao walikuja kuwa viongozi katika taifa letu, hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliyekuwa rais wa awamu ya 5. Kwa hiyo tumepokea msiba huu kwa majonzi makubwa, kwa masikitiko, na ndio maana tumekuja hapa kwa maelekezo ya serikali chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza kuwapa pole na kufikishia salamu za pole, lakini pili kushirikiana na familia kuona namna ambavyo tunaweza kushirikiana katika maandalizi ya kumpumzisha kwenye nyumba ya milele mama yetu Susan. Kwanza tu kama mzazi, mama Susan, moja anayotufundisha ni malezi. Ukiwa na malezi mazuri kwa watoto wako, wanajenga misingi mizuri katika familia. Kwa hiyo mama Susan anatukumbusha wajibu wa sisi wazazi kulea vizuri watoto wetu, ili sisi tunapokuwa tumezeeka basi mnakuwa na watoto ambao wanaweza kuendeleza mema ambayo ulikuwa unayafanya kama mzazi. Mama Susan amekuwa ni sehemu kubwa ya familia ya Wanachato, sehemu kubwa ya wanafamilia wa Geita, lakini pia Kagera, wakati Chato ikiwa mkoa wa Kagera. Kwa hiyo alijenga msingi mzuri wa mahusiano, na ndio maana kupitia mahusiano hayo familia hii iliweza kumtoa mtoto akawa mbunge wa jimbo hili kwa zaidi ya miaka 20, lakini vile vile iliweza kumtoa mtoto ambaye amekuja kuwa rais wetu wa awamu ya 5. Kwa hiyo sisi wana Geita na hususan Chato tumepokea kwa majonzi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo amempa maisha marefu. Miaka 94 ya uhai wake ni miaka mirefu, miaka mingi ambayo kwa kweli kama ni mchango kwa taifa letu, mchango kwa jamii, mchango kwa familia, ametoa kwa kiwango kikubwa. Na la pili, tunamshukuru kwa sababu tangu amepata changamoto ya afya sasa ni karibia miaka inaweza kuwa 7 au 8, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo amechukua uzito jambo hili la kumhudumia mama yetu katika matibabu. Wakati wa maziko hayati Magufuli, Dr. Samia rais wetu wa awamu ya 6 alitamka kuendelea kuienzi familia hii, kuitunza, kuilea na kuihudumia. Na kila mara alipokuwa akija hapa Mheshimiwa Rais Dr. Samia hakuacha kupita kwenye familia, aidha kumuona mama anavyoendelea, lakini vile vile kuona maendeleo ya afya yake. Lakini mara kwa mara alipokuwa akifanya mawasiliano na mimi kiongozi wa serikali kwenye mkoa huu, kila mara alikuwa anauliza maendeleo ya mama Susan anapoendelea. Na ndio maana akaweka utaratibu mahususi wa madaktari kutoka taasisi ya Jakaya Kikwete iliyoko Muhimbili kuhakikisha kwamba wanamhudumia mara kwa mara. Tulikuwa na madaktari karibia 6 waliokuwa wanakuja hapa kumhudumia. Wako waliokuwa wamewekwa hapa moja kwa moja, na wako ambao walikuwa wanakuja kuona maendeleo, kufanya vipimo, kuchukua aina ya dawa anazotumia. Wako madaktari walikuwa wanahusika na chakula, wako madaktari walikuwa wanahusika na viungo, kuhakikisha kwamba afya ya mama yetu inahudumiwa kikamilifu, ili tuendelee kuenzi mchango wake kwa taifa letu, mchango wake aliotoa kwa mtoto wake, lakini mtoto ambaye pia alikuja kuongoza taifa letu kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa ndio maana sisi kama serikali na wananchi wa mkoa huu tumepokea kwa majonzi makubwa, tunasikitika, lakini kubwa zaidi tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai wa maisha ya mama yetu Susan kufikisha miaka 94, na tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo alibeba uzito swala la afya ya mama Susan Magufuli katika kuhakikisha kwamba anapata stahiki ya tiba zinazostahili. Na tunashukuru kwamba katika hizi ratiba zilizopo, kwanza kazi ya kwanza ni kuisikiliza familia juu ya ratiba ya mazishi, na tayari familia imekaa asubuhi, wameshatoa mapendekezo hayo. Sasa tunawasilisha vile vile serikalini kwa maana ya viongozi wetu ambao wanaweza kuja kushiriki katika mazishi haya, na tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameshatoa maelekezo ya huduma zote za kumpumzisha mama yetu Susan Magufuli zinabebwa na serikali. Kwa hiyo unavyoona hapa maandalizi haya yanayofanyika, chakula, mahema, taratibu zote za mazishi kuanzia leo mpaka siku ambayo tutampumzisha, Dr. Samia Suluhu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameelekeza serikali ibebe wajibu huo wa kuhakikisha kwamba gharama zote isichukue gharama hizo familia, badala yake serikali iweze kuchukua. Lakini la pili tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu hayati Magufuli wakati anafariki alikuwa ameshaanza safari ya ujenzi wa
kanisa kubwa, kanisa Katoliki, na kanisa hilo lilihitaji fedha nyingi. Ukiangalia gharama za haraka lilikuwa linahitaji zaidi ya bilioni 2 kuweza kulikamilisha, na inaweza kuchukua watu zaidi ya 1200 mpaka 1500. Mwaka jana tuliendesha harambee, tulipata fedha nyingi sana, zaidi ya milioni 600. Makamu wa Rais Dr. Nchimbi alimwakilisha Mheshimiwa Rais katika kumbukizi ya miaka 5, na hizo fedha ndio zimeelekezwa pia kukamilishaji wa hilo kanisa, na tunashukuru kwamba kanisa letu sasa linaelekea mwisho. Tuna imani kwamba walioahidi kuchangia kukamilisha kanisa hili ndani ya muda mfupi ujao tutakuwa tumekamilisha ujenzi wa kanisa, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa miongoni mwa Watanzania walioshiriki kamilifu kuhakikisha kwamba kanisa hilo linakamilika kwa kuchangia fedha. Amechangia zaidi ya mara 2, mwaka jana alichangia na mwaka juzi alichangia, ikiwa ni sehemu ya kuonyesha kwamba yote yaliyoanzishwa na hayati Magufuli anakamilisha ili wananchi wetu waendelee kupata huduma zinazostahili. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.